Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, baada ya Manara kudokeza kwamba anamuhisi mtu ambaye aliyevujisha zile voice zake wakati anazungumza na familia, mtu aliyerekodi na kwenda kuzipeleka kwa Mange, Manara kuna mtu amemuhisi kwamba ni mwanamke ambaye alikuwa anaishi naye. Umeona bwana, kitu ambacho kimesababisha watu wengi sana wahisi kwamba okay, labda huenda inasemekana akawa Zailisa ndiye aliyevujisha hizo voice, na Manara alivyoweka ule ujumbe wake katika video iliyopita tumeuzungumzia, huenda labda alikuwa anamaanisha kwamba amemjua kwamba ni Zailisa na anajuta kwa yote yaliyotokea na vitu vingine kama hivyo, na kudai kwamba amekwama kodi, akaamua voice ambazo alikuwa na rekodi kipindi ambacho yeye anazungumza na familia yake aziuze kwa Mange Kimambi ili apate hela ya kodi. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, lakini sasa baada ya hizo habari kusambaa na Manara kuposti huo ujumbe katika kurasa yake wa Instagram katika Insta story, ni kwamba Mange bwana amekuja kurespond. Mange Kimambi amekuja kurespond, ameweka hiyo posti ya Manara akiwa anaomba radhi na pia vile vile anajutia kuwa na yule mwanamke ambaye alikuwa anarekodi mpaka mazungumzo ya yeye na familia yake, alafu anaenda kuyauza ili apate kodi baada ya kuachana. Ni kwamba Mange amekuja ameandika yani no accountability whatsoever, akiwa anamaanisha yani kwamba unashindwa kukubali kupambana na majukumu yako kivyo vyote vile, yani kukubaliana na makosa yako kivyo vyote vile. Nilitegemea posti yako ya kwanza kabisa itakuwa ya kuomba msamaha kwa wale Waarabu wanaokulisha kwa kuwaanika wake zao kiasi kile na kuanika mambo yao personal vile. Nilidhani utaomba msamaha kwa wasanii uliowapaka mavi bila huruma yoyote ile, especially Alikiba. Umejua kumsuuza Kiba ise. Kiba kashindwa kuvumilia hadi amejibu. Chino Kidi na issue ya Ngada. Irene Uwoya ndio kabisa umejua kumwanika. Ruby wa watu maskini. Ameandika hivyo Mange Kimambi. Yani kwamba Mange alikuwa anatarajia kwamba posti ya kwanza kabisa ya Haji Manara itakuwa baada ya zile voice kuvuja, maana humo katika hizo voice inasemekana kwamba amemsema Alikiba, amewasema wake wa GSM wale wa Arabu, ameanika vitu vyao personal kuhusiana na wake zao, amemsema Irene Uwoya, umeona amemsema Chino kuhusiana na mambo ya Ngada, amemsema pia, yani amesema vitu vingi sana kwa mujibu wa hizo voice ambavyo zinavyosemekana kwamba Manara alikuwa anazungumza hayo yote. Umeona bwana And then Mange akaendelea kusema kwamba leo hii ilibidi uwe humble, uombe msamaha ila umeona umbebeshe Zai zigo la mavi, we jamaa wewe. Akaendelea Mange kusema kwamba ila kaka yangu, mimi naona uje tufanye wote kazi ya umbea, maana mimi mwenyewe sikupati. Alafu sasa unaongea habari za watu ambao uko nao karibu. Haji, kipaji chako ni umbea, hujagundua tu, njoo nikupe kazi. So huo ndo ujumbe wa Mange Kimambi kuhusiana na issue ya Haji Manara. Alitarajia kwamba ataomba radhi kwa yote ambayo yametokea, amewasema watu wengi, ameanika siri za watu wengi katika hizo voice note, lakini at the end of the day Mange anashangaa kuona kwamba Manara ameamua kutoa hizo lawama zote kwa Zailisa badala ya kuomba radhi kwa watu ambao amewasema vibaya na jamii kwa ujumla. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.